Je, umewahi kuhisi wewe ni plan B ya kila mtu? Kwamba watu wanakutafuta tu pale wanapokwama? Kuna saikolojia 5 za siri zinazotawala maisha yako. Namba 4 itakushtua sana, kwa sababu unaifanya kila siku bila hata kujua. Baki hapo hapo. Kama unapenda saikolojia na kujitambua, bonyeza like, subscribe na washa kengele usiwe unapitwa na haya maarifa kila siku. Tayari? Asante. Twende kazi. Namba 1. Una uwepesi wa kutisha kusoma mabadiliko ya kitabia. Hyper awareness of social signals. Katika ulimwengu wa saikolojia, hii inaitwa hypervigilance. Kama wewe ni mtu ambaye hujawahi kuwa kipaumbele, akili yako imejitengenezea mfumo wa ulinzi, defense mechanism. Unakuwa na uwezo wa kusoma chumba kizima sekunde tu unapoingia. Una uwezo wa kugundua mabadiliko madogo sana kwenye sauti ya rafiki yako, au jinsi mpenzi wako alivyotuma ujumbe mfupi bila kutumia emoji kama alivyozoea. Wakati watu wengine wanaona ni hali ya kawaida tu, akili yako inaanza kujiuliza, kuna kosa nimefanya? Je, wameanza kunichoka? Uwezo huu si kipaji, ni kovu la kihisia. Umejifunza kuwa makini kupita kiasi kwa sababu kihistoria umekuwa ukishuhudia watu wakianza kupunguza mawasiliano, wakibadilika na hatimaye kukuacha au kukupa kisogo. Kwa hiyo ubongo wako unachanganua kila neno, kila sura na kila ukimya ili kujiandaa na maumivu ya kukataliwa kabla hayajatokea. Ni uchovu wa kisaikolojia unaokufanya uwe mchambuzi wa tabia za binadamu asiyelipwa. Namba 2. Umejifunza kujenga ukuta wa kujitegemea kuanzia umri mdogo sana. Strong independence develops early. Jamii inasifu sana watu wanaojitegemea, lakini mara nyingi hyper independence au kujitegemea kupita kiasi ni zao la kupuuzwa, trauma response. Unapokuwa katika mazingira ambayo matatizo yako hayapewi kipaumbele au kilio chako kinapuuzwa ili kusikilizwa vya wengine, unajifunza somo moja kikatili: kama sitajisaidia, hakuna atakayenisaidia. Watu ambao hawajawahi kuwa chaguo la kwanza wanaogopa sana kuomba msaada. Kuomba msaada kwao inaonekana kama ni kujishusha au kuwa mzigo kwa mtu mwingine. Wanaweza kuwa wanapitia kipindi kigumu sana cha kiuchumi au msongo wa mawazo, lakini ukimuuliza, upo sawa? Jibu lake litakuwa, niko vizuri kabisa. Wanabeba dunia yote kwenye mabega yao kwa sababu kuwategemea wengine siku za nyuma kuliwapa maumivu na aibu. Hivyo wamegeuza upweke wao kuwa nguvu ya kulazimishwa. Wanafanikiwa sana kimalisha na kistadi, lakini ndani kwa ndani wanatamani siku moja atokee mtu wa kuwaambia, pumzika leo, nitafanya mimi kwa ajili yako. Namba 3. Tabia ya kujitoa kupita kiasi kwenye mahusiano. Overgiving in relationships. Hapa kuna ukweli ambao wengi wanaokumbana na hali hii hawataki kuusikia. Unapojiona hujawahi kuwa wa kwanza, unaanza kufikiri kwamba thamani yako inategemea kile unachoweza kuwafanyia wengine. Hii inawafanya watu hawa kuwa wale wanaotoa sana, overgivers. Ukiwa kwenye mahusiano ya kimapenzi au urafiki, wewe ndiye unayenunua zawadi kubwa, wewe ndiye unayeomba msamaha hata kama kosa si lako, wewe ndiye msikiliza wa matatizo ya wote, na wewe ndiye unayevunja ratiba zako ili kumfurahisha mwingine. Kisaikolojia, unafanya hivi ukiwa na matumaini ya siri kwamba kama nikiwa mwemba kiasi hiki, kama nikiwa msaada mkubwa kiasi hiki, hawataniacha, nitakuwa muhimu kwao. Lakini matokeo yake ni nini? Mara nyingi unapata watu takers wanaotumia fadhila zako kama fursa. Unageuzwa kuwa daraja la kuwavusha wengine kwenda kwenye furaha yao, huku wewe ukiishia kuwa mtupu, umechoka na bado si chaguo lao la kwanza. Namba 4. Hofu kubwa ya kuwa wa muda tu. Deep fear of being temporary. Hii hapa ndio ile namba 4 niliyokuambia mwanzoni itakushtua. Hofu ya kina ya kujiona wewe ni mtu wa kupita tu katika maisha ya wengine.
Kwa sababu hujawahi kushikiliwa kama tuzo kuu, akili yako imejipangia kuwa mapenzi yoyote au karibu wowote unaopata ni wa msimu. Mtu anapokuambia nakupenda, ubongo wako unatafsiri kimya kimya, ananipenda kwa sasa hivi tu mpaka atakapopata mtu bora zaidi. Hofu hii inasababisha kitu kinaitwa self-sabotage, kujihujumu. Badala ya kufurahia wakati mzuri na mwenza wako, unatafuta makosa. Unasubiri kwa hamu kosa dogo litokee ili ujithibitishie kuwa nilijua tu hata dumu na mimi. Hujipeleki mzima mzima kwenye furaha kwa sababu unaogopa mwanguko wa kuachwa utauma zaidi. Unajiona kama chumba cha wageni kinachotumika kupumzika kabla mtu hajaenda kwenye makazi yake ya kudumu. Ni mateso makubwa sana ya kiakili kuwa na mtu mzuri mikononi mwako, lakini akili inakwambia usimzoee sana, ataondoka tu. Namba 5, unathamini uaminifu zaidi kuliko mbwembwe za kimapenzi. Watu ambao hawajawahi kuwa chaguo la kwanza hawavutiki tena na maneno matamu, mashairi ya mapenzi au ahadi za hewani. Wameona maneno mengi yasiyo na vitendo. Kwao, maua na chokoleti havina thamani kama mtu hawezi kusimama na wao nyakati za giza. Wanaabudu uaminifu, loyalty. Lugha yao kuu ya mapenzi ni uwepo wako, consistency. Wanataka kujua, je, utapokea simu yangu nikiwa na tatizo saa 8 usiku? Je, utanitetea nikiwa sipo? Je, utaniheshimu unapokuwa na marafiki zako? Kwa sababu wamepitia maumivu ya kuwekwa kando, hawahitaji mapenzi yanayowaka kama moto wa mabua unaoisha haraka. Wanatafuta mtu anayewapa amani ya akili. Mtu ambaye atawafanya walale usiku bila kujiuliza nafasi yao kwenye moyo wake iko wapi. Kwao, usalama wa kihisia ni wa thamani kuliko mapenzi ya kwenye sinema. Kama umejikuta kwenye yoyote kati ya haya mambo 5, nataka ukumbuke jambo muhimu sana. Thamani yako haipungui kisa tu mtu fulani alishindwa kuiona. Kutokuwa chaguo la kwanza kwa watu wasio sahihi kunakupa nafasi ya kuwa chaguo la kwanza kwa nafsi yako mwenyewe. Kati ya hizi pointi 5, ni ipi imekugusa zaidi na unaona inasadifu maisha yako? Niandikie hapo chini kwenye comments, ninasoma kila ujumbe na nitakujibu. Ikiwa video hii imekufumbua macho, tafadhali share na rafiki yako anayehitaji kusikia ujumbe huu. Usiondoke bila kubonyeza subscribe na kuilike. Asante kwa kutazama, tukutane kwenye video ijayo. Peace.